Rais William Ruto ameonya kuchukua hatua dhidi ya wale wanaomiliki bunduki kinyume cha sheria, akiwaagiza wasalimishe silaha hizo kwa polisi au viongozi wa kidini. Akiwa kwenye eneo la bonde la Kerio kwa ibada iliyohusisha madhehebu mbalimbali kuombea kuhudumu kwa amani baada ya miaka mingi ya ujambazi na mizozo ya wizi wa mifugo, Rais Ruto alisema serikali itatumia rasilimali zake zote inayoweza kupata ili kuhakikisha silaha zote zinazomilikiwa kinyume cha sheria zinarejeshwa tena serikalini. Rais William Ruto leo aliungana na wakazi wa Chesombur huko Pokot Magharibi, ambayo ni sehemu ya bonde la Kerio, katika ibada ya kutoa shukrani kwa ajili ya amani. Rais Ruto alisema alikuwa na furaha kwamba amani imerejea kwenye eneo hilo la bonde la Kerio kutokana na ushirikiano baina ya idara ya kudumisha usalama pamoja na wakazi. In a very special way that today in Kerio Valley we have witnesses, we have testimonies of what God has done through our administration to restore peace, stability, and the unity of the people of this Kerio Valley. Huku akitoa pongezi za kazi ngumu inayotekelezwa na idara ya usalama katika eneo hilo, Rais Ruto alisema uendelevu, mipango na mikakati imesaidia kurejesha amani ambayo itakuwa ni kigezo cha maendeleo, biashara na uwekezaji. Mimi nafurahi sasa sehemu hii mambo ya stock theft imeisha. Mimi sasa nawaambia hii Januari tunauza hisa ya kampuni ya Kenya Pipeline. Kujeni sasa mununue shares ile stock exchange, kwa sababu mmewachana na hii stock theft. Sasa kujeni tufanye stock exchange. Hata hivyo, Rais Ruto hakusita kutoa onyo kwa wale walio na silaha kinyume cha sheria kwenye eneo hilo, akiwakumbusha mpango wa serikali wa kukusanya silaha zote zinazomilikiwa kinyume cha sheria. Kila mtu mwenye bado wako na bunduki, na wewe si polisi, na uko na bunduki kwako, my friend, please harakisha, lete bunduki, patia kwa bishop, patia kwa polisi. Usipofanya hivyo, we are going to come for it. Tutakuja kuchukua hiyo bunduki, na tukikuja kuchukua hiyo bunduki utakipata. Hakuna amani itapatikana Kenya, kwa sehemu yote ya Kenya, kama bunduki bado iko katika mkono ya mwananchi ambaye hafai kuwa na bunduki. Hata tukiongea mama ya amani hapa, muniite Barasa miangapi. Mimi nimewahi kuwa senator kwa hii region. Haiwezekani kuongea na mtu mwenye ako bunduki. Ili kupiga jeki juhudi za kudumisha amani, Rais Ruto alitangaza miradi mikuu ya maendeleo, ikiwa ni pamoja na maendeleo ya miundo msingi pamoja na upatikanaji wa maji safi ya matumizi ya nyumbani na unyunyiziaji mimea. Ile kitu mimi nawauliza viongozi wa hapa na viongozi wa sehemu hii yote, jameni, nawauliza tushirikiane na tufanye kazi pamoja. Interest yetu kama viongozi isizidi interest ya wananchi ambao wametupatia nafasi ya kuwaongoza. Kwa mara nyingine, Rais Ruto aliukashifu upinzani, akiwakumbusha viongozi wake kuwajibikia miaka ambayo wametumikia serikali mbalimbali. Three things are going to be very important for us to move Kenya forward. Every leader must have, number one, a track record. Number two, they must have a plan. And number three, they must tell us how they are going to achieve it. Baadaye Rais Ruto alifanya ukaguzi wa kazi ya ujenzi kwenye mradi unaokadiriwa kuwa wa thamani ya shilingi bilioni 15 wa barabara ya Barpelu Tot Marich. John Jacob Kuria, Darubini.